بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، tutarejea kutoa shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa muhadhiri wetu Sheikh wetu Abu al-Fadl Qasim hafidhahu Allah ta'ala kwa muhadhara huu leo, toka ulipoanza mpaka hapa ulipofika. Kwa hakika tumesikia maneno mengi yenye faida na manfaa. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'na biha wa iyyah. Lakini pia sisi tuna wajibu wa kuwa ni mabalozi kwa faida hizi ambazo tumezipata, kwa kila mmoja kwa kiwango chake cha uelewa, basi atazifikisha kule ambako anaweza, kuanzia ngazi ya familia na kuendelea, kwa sababu ni mambo yanahitajia wai wa umma, uelewa mpana wa jamii, na si jambo la kubakia kwa watu wachache. Suala la kujitambua ni jambo linahitaji kupelekwa kwa upana wake, ili manufaa ya kujitambua yapate kuonekana. Na mimi nikijazia kidogo katika maneno ya shekhe wetu hapa, na hasa pale alipoelekeza nasaha zake kwa maduati, vile vile mashaikh mbalimbali, an-nasihun, walimu, asatidha, kwamba ni lazima watu wachukue nafasi zao, kila mmoja kwa kiwango chake. Jukumu lao katika umma ni kubwa sana, wasiachie watu wengine wasiostahiki kuparamia membari za dini na kutoa uolewa kwa Waislamu, watu ambao hawana maarifa na huo Uislamu, eti wakawa ndio wasemaji wa Uislamu. Ikhwa wanafahamu katika baadhi ya darasa ambazo tunazisoma hapa, baadhi ya maulama wetu wanatoa tahadhari kwa watu ambao hawajataalamika katika dini, hawana misingi ya aqida wala kujua manhaji sahihi iliyokuja kwenye kitabu cha Allah katika sunna, wakawa na ujasiri wa kufuatilia mambo mengine. Ikawa mtu ni hodari wa kufuatilia habari za magazeti, matukio ya ulimwengu, alafu anayatafsiri kwa uelewa wake, kuwatafsiria watu na kuwalingania watu. Watu hawa wamekuwa wanawapoteza watu sana. Lakini kwa nini watu wajinga kiwango hiki wameweza kuzungumza na wakapata nafasi? Ni kwa sababu watu wa haki, ima juhudi yao ni ndogo katika kuifanya kazi yao, au wengi wao hawajajitambua kama tulivyoambiwa. Ndugu zangu, ad-du'a tuna dhima kama dhima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwabebesha watu wenye ilmu kwenye Qur'an. Qala Allah ta'ala: wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Nakumbuka alipokichukua Allah kiaga kwa wale waliopewa kitabu, ulama ul-yahudi wan nasara, na mufassiri wanasema wanaingia na wale wote wenye ilmu. Tumepewa ahadi ya kuibainisha haki kwa watu na wala tusiipinge. Na aya hii, kama wanavyoeleza maulama wetu ahli sunnati wal jamaa, ni dalili mojawapo ya ule msingi madhubuti wa da'wa salafia, bayanul haqq warraddu ala al-mukhalif, msingi wa kuibainisha haki na kumjibu aliyekwenda kombo kwenye hiyo haki. Lazima watu wenye ilmu wasimame waibainishe haki na wala wasiifiche, na ndiyo kazi ya manabii, rusulan mubashirin wa mundhirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Tumewapeleka mitume hali ya kuwa ni wenye kubashiri na kuonya. Kwa nini? Ili isibakie kwa watu hoja yoyote ya kujitetea baada ya kutumilizwa mitume. Na ndugu zangu, watu wa haki wasiposimama kuzungumza, watu wa batili watazungumza. Lakini watu wa haki wakizungumza kisawasawa, watu wa batili hukosa nguvu na udhoofika.
wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin, na kama hivyo tunazipambanua na kuzifafanua aya ili ipate kuwa wazi, kubainika njia ya waovu. Wadhani njia ya waovu inaweza ikawa wazi kama watu wa haki hawasemi. Wajinga watadhani kwamba wale waovu ndio watu wa haki kwa sababu watu wenye kujua wamenyamaza. Sasa katika wakati uliokuwa nao kuna viherehere wengi sana kwa majina ya ushekhe au harakati, wanaparamia mambo ya wasomi kuyasema au mambo ya kusemwa na tulabul ilm, wanazungumza wao na tulabul ilm wamenyamaza. Minasaba kama hii ya watu waliojitokeza wenye kuleta kauli tata zenye ukakasi za kuhatarisha amani, mishikamano na usalama wetu, zinazungumzwa na watu wajinga tu, lakini watu wa haki katika misikiti yao, katika darasa zao kimya. Sio sawa. Ni lazima watu wachukue nafasi zao, bali wakati mwingine pana watu wanasimama kuleta shubuhati katika ahlul bid'ah wal dhalal min alhizbiyin wal harakiyin, mahizbi wana harakati mbalimbali, watu wenye malengo yao. Wako mashekhi wa harakati, mnawajua nyinyi, mashekhi wa siasa, wanatumia vinara vya kisiasa, wakati mwingine wanatumia vinara vya misikiti kubabaisha waislamu kwamba waingie katika njia hizo. Mashekhi hawa lazima wajibiwe, ukipata munasaba uwagonge, kwa sababu ndio watu watafahamu. Na hapa ninayakumbuka maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliposema kwenye Majmu'ul Fatawa, mfano maneno yake: wakadhalika ahlul ahwa'i wal bid'i min ahli المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق الأمة، أو يمكن باتفاق المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية anazungumzia wale vinara katika wasomi wa bid'a, watu waliokuwa mbele katika wazushi, watu ambao wana mazungumzo mbalimbali yenye kwenda kinyume na kitabu na sunna, au wanazifanya ibada zenye kwenda kinyume na kitabu na sunna. Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala anasema fa inna bayana halihim, hakika kuibainisha hali yao watu kama hawa wenye kupindisha mambo ya haki, wa tahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma kutokana na watu hawa, wajibun biittifaqi almuslimin, hilo ni jambo la wajibu kwa maafikiano ya Waislamu, lazima watu wabainishwe. Kwa hivyo ndugu zangu, haya maneno yamewagusa watu wengi, lakini bil khususi sisi walimu tuna sehemu yetu, tulabul ilm, tutumie nafasi zetu ipasavyo. Na mimi nawaambia watu wa haki wakitumia nafasi zao, watu wa batil watatafuta mahali pa kwenda, kwa sababu kwanza wao huzungumzwa kwa misukumo fulani, ima ya kimasilahi au ya kutafuta nafasi. Hawana pumzi ndefu ya mapambano. Ukishawapotezea mwelekeo tu, wakiona kwamba litakuwa lao haliwi, huwa wanatoweka. Watu wa haki hawana malengo mengine zaidi ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mapambano yao ni endelevu. Mimi naamini kwa maneno haya mimbari za ahli sunna wal jamaa zitakuwa haya, lakini hazitakuwa za moto kwa ujinga, zitakuwa za moto kwa haki. Maneno yazungumzwe kwa viwango vyake, kwa dalili, na kila neno liwekwe mahala pake. Tuchunge ndimi zetu tunapowazungumzisha watawala, watu wenye nafasi, au tunapowazungumzisha watu wajinga wasiojua mambo ambao wametatizwa. Na pia ndimi zetu ziwe tofauti tunapowazungumza wale muanidin, watu wakaidi ambao wana malengo maalum katika jambo lao. Ndimi zetu zitofautiane kwenye wote hawa, na hiyo ndiyo hikma na ndio kuyaweka mambo mahala pake. Mimi nitaishia hapa, lakini nitaongeza neno langu la kuunga mkono hii mada ambayo itatolewa na Sheikh katika ziara hizi za mikoa iliyotajwa, kwamba hii ni mada ya wakati wake. Huu ndio wakati wake yazungumzwe hayo, na watu wanahitajia miongozo kama hii ya mashaikh, kwa sababu kwa kweli hali
lau watu wasipozungumza na kufanya juhudi sio salama kwa yoyote katika sisi. Ni lazima tuchukue wajibu wetu kama Waislamu. Haya ni maneno yangu machache na mchango wangu kwenye maneno mengi mazito mazuri zaidi yaliyozungumzwa na muhadhiri hapa, shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala.